Mheshimiwa Samia, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Jaji Mkuu, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa wote mlioko hapa, pamoja na Mheshimiwa aliyemaliza kuapa sasa hivi, mwanasheria mkuu wa serikali, na ndugu viongozi wote, itoshe tu kusema itifaki imezingatiwa. Na mimi niungane na wenzangu waliotangulia kukupongeza na kupongeza kwa kuchaguliwa tena kwa mara ya pili kuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Wenzangu waliotangulia wameeleza majukumu makubwa ulionayo, kila mahali upo, na tulifikiri kwamba utatusaidia zaidi. Kwa hiyo na mimi nakupongeza sana, lakini kikubwa ukamtangulize Mungu katika jukumu lako, kwa sababu ni jukumu kubwa. Watanzania wanapenda kuona mafanikio mengi kupitia ofisi yako. Watanzania wasingependa kuona kesi za serikali kila mara zinashindwa, na wakati mwanasheria mkuu wa serikali yupo, mwenye qualification nzuri, ni profesa by profession, amefanya kazi hata kwenye jumuiya za kimataifa. Nina uhakika Watanzania wenzangu na hasa maskini waliozungumzwa na Profesa Jaji Mkuu watapenda waone kesi zinazopelekwa mahakamani zinazohusu serikali na zinazohusu mali zao zinatetewa kwa haraka na zinapata ufumbuzi mapema. Kwa hiyo aliyekupa pole, na mimi nakupa pole hivyo hivyo, kwamba ukajipange kweli kweli, na ukajipange kweli kweli, na ukaisimamie vizuri ofisi yako, ili yale yanayohusu maslahi makubwa ya Watanzania ukayashughulikie kikamilifu, kwa sababu kazi hii ni dhamana, na dhamana hii sisi tumekupa kwa niaba ya Watanzania. Katika kipindi chako cha mwanzo ulijitahidi, umefanya kazi vizuri, na ndio maana tumekupa tena ukaifanya kazi hiyo vizuri zaidi. Kwa hiyo tunakupongeza na kukupa pole, lakini kikubwa ukamtangulize Mungu katika majukumu yako. Nina uhakika uwezo unao na Mungu yupo, utafanya makubwa zaidi. Kikubwa na kutakia mafanikio mema. La mwisho kabisa, nilitaka tu nichomekee hapa. Pamekuwa na tabia, kila serikali mpya inapoingia au awamu nyingine inapoingia, watu wanakuwa na hofu, hasa watendaji ndani ya serikali, kwamba panatokea mabadiliko. Na kwa sasa hivi ninaona wana hofu sana wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, na ninawashangaa kwa nini wanakuwa na hofu, kwa sababu kama ni mafanikio ya serikali ni pamoja na wao. Kama ni ushindi wa 84% ni pamoja na wao, ndio wameuwezesha ushindi huu kupatikana kwa kufanya kazi nzuri katika maeneo yao. Wanasiasa ambao
aliyeguswa na hili ni mimi rais, ambaye ilibidi niende nikaombe tena kura kwa miaka 5 pamoja na makamu wangu. Mwingine aliyeguswa waziri mkuu, kwa sababu lazima tuteue waziri tena mkuu pamoja na mawaziri wengine. Nashangaa kwa nini wanakaa. Atakayeguswa mwingine ni spika na naibu spika, kwa sababu lazima wapigiwe kura. Wakichaguliwa tutakuwa naye, asipochaguliwa na yeye, wiki ya kupimwa ni wiki hii pamoja na naibu spika. Sasa wachaguliwa wengine wameisha, mkuu wa mkoa unakuwa na wasiwasi gani? Anahisi kama performance yako ilikuwa haifanyi kazi vizuri. Kwa sababu nashangaa, napata message vingine, Mheshimiwa Rais, nimejitahidi katika kipindi changu kana kwamba kipindi chake nilimwambia kinaisha baada ya mimi kuapishwa.